Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni tusikilize tafakari ya Dominika ya 12 mwaka C wa Kanisa. Leo kanisa linaadhimisha sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo inayoitwa Corpus Christi kwa jina la Kilatini ni sherehe maalum ya kutafakari juu ya zawadi ya Ekaristi Takatifu. Sherehe hii iliwekwa kwenye kalenda ya Kanisa Katoliki mnamo mwaka 1264 na Papa Urbano wa 4. Katika tafakari ya sherehe hii tunakumbushwa kuwa Ekaristi si tu chakula cha kiroho, bali pia ni mwaliko wa kuishi maisha ya upendo na huruma kwa wengine. Masomo yetu ya leo yanatuongoza kutafakari juu ya sherehe hii. Kitabu cha Mwanzo sura 14 aya 18 hadi 20. Na likisadiki kuwa ni wa Mungu anamletea Abrahamu mkate na divai akimbariki. Hii ni ishara ya mapema inayoakisi Ekaristi. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya 23 hadi 26. Mtume Paulo anasimulia jinsi Yesu alivyoanzisha Ekaristi Takatifu wakati wa karamu ya mwisho akisema, "Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Hii inasisitiza umuhimu wa kushiriki Ekaristi kama njia ya kuungana na Kristo. Injili ya Luka sura ya 9 aya 11 hadi 17. Muujiza wa Yesu wa kuzidisha mkate na samaki unadhihirisha jinsi Mungu alivyotupatia chakula cha kiroho na kimwili. Hii inaonyesha ukarimu wa Mungu na maandalizi ya Ekaristi. Ekaristi Takatifu ni ishara kuu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu, ikituonyesha jinsi Yesu alivyotoa maisha yake kwa ajili ya wokovu wetu. Katika tafakari ya sherehe hii tunakumbushwa kuwa Ekaristi ni chakula cha kiroho kinachotupa uzima wa milele. Kama Yesu alivyoahidi, "Mimi ndimi chakula chenye uzima kishukacho kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele." Rejea Injili ya Yohane sura ya 6 aya 51. Wapendwa, karibuni tuone watakatifu walipotafakari juu ya Ekaristi. Mtakatifu Juliana wa Liege, mtawa wa Kibelgiji, aliona maono ya mwezi mwenye doa, akiamini kuwa doa hilo lilionyesha upungufu wa sherehe maalum ya kuadhimisha Ekaristi Takatifu. Alifanya juhudi kubwa kuhimiza kuanzishwa kwa sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Juliana aliona Ekaristi ni zawadi kuu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Mtakatifu Teresa wa Avila aliona Ekaristi ni njia ya kuungana na Kristo kwa undani zaidi. Katika maandiko yake alisisitiza kuwa Ekaristi ni kilele cha sala na ibada. Alihimiza waamini kuitafakari na kuipokea kwa moyo safi Ekaristi. Mtakatifu Vincent wa Paulo, katika maisha yake Vincent aliona katika maskini uso wa Yesu, akisisitiza kuwa huduma kwao ni njia ya kuonyesha upendo wa Mungu kwa vitendo. Alielewa kuwa Ekaristi Takatifu ni chanzo na nguvu ya kiroho kinachotufundisha kujitoa kwa wengine kwa upendo na huruma. Vincent anatufundisha kujitoa kwa huruma. Kama Vincent tunapaswa kuona mahitaji ya wengine na kujitahidi kuwasaidia kwa upendo na huruma. Kushiriki Ekaristi kwa moyo safi. Ekaristi ni chakula cha kiroho kinachotupa nguvu ya kuishi maisha ya upendo na huruma. Kujenga jamii yenye mshikamano. Vincent anasisitiza mshikamano na maskini, akihimiza jamii kujali wahitaji na kuwasaidia kwa vitendo, tukiakisi upendo wa Kristo. Kanisa linatufundisha kuwa Ekaristi ni chanzo na kilele cha maisha ya Kristo, kwani kunatufundisha kupitia sakramenti hii waamini tunapata nguvu ya kuishi kwa uaminifu. Zaidi ya kuwa chakula cha kiroho, Ekaristi ni ishara ya umoja ya waamini. Tunaposhiriki meza moja ya Bwana tunakumbusha kuwa sisi ni mwili mmoja katika Kristo, tukihamasishwa kuishi kwa mshikamano na upendo kwa wengine. Hivyo wapendwa, tunaalikwa kumweleza Yesu kwa
Ekaristi shida na mahangaiko yetu, kwani yeye ndiye utatuzi wa shida zetu. Tumsifu